Kwanza nashukuru kwa ujio wako hapa nyumbani. Alafu kingine shemeji, mimi nimeshukuru sana. Sijui hapa mimi pamoja na mke wangu tulikuwa tunazungumzia kila siku kwa uwepo wako wewe uje hapa nyumbani tuweze kukaa na wewe. So leo nashukuru Mungu shemeji wangu umeweza kufika. Kwa jisikie sana upo nyumbani. Na kingine shemeji yangu, naamini upo hapa nyumbani na kuomba kitu chochote kisikutie ugumu. Kwa kwenye kuhusu mambo ya dini najua kwako mwanzoni sana sasa hivi yatakutia ugumu, lakini taratibu utazoea. Najua kutakuwa kuna ugumu mwanzoni, lakini utakapofikia mbele utafanya nini? Utazoea. Kwa kama nitakuwa nakukosea au atakuwa nakukosea mke wangu, usisite kutuambia shemeji. Kwa sababu tumekaa na wewe hapa, najua kuna mambo ya dini, kuna changamoto nyingi sana. Lakini ninachokuomba jisikie kama upo nyumbani. Kikubwa shemeji, ninachokusisitizia kuswali. Na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kikubwa ninachokusisitizia tusiache ibada. Siwezi kukulazimisha, lakini nakukumbusha kama mtume anavyoagiza. Nakukumbusha shemeji yangu, kwa sababu kwa sisi Waislamu tumesisitiziwa kukumbushana. Hakika kwenye ukumbusho umfaa atakayeamini. Shemeji yangu, nakuomba upambanie sana kwenye kuhusu swala la dini. Na uweke imani na Mungu wako. Upambane shemeji yangu. Najua itakujia vigumu mwanzoni, lakini inshallah Mungu atafanya wepesi na utakuwa sawa. Au unasemaje mke wangu? Inshallah. Kwa shemeji yangu, karibu sana nyumbani. Jisikie upo nyumbani. Shida yoyote mimi shemeji yako nipo na unaweza kuniambia, na wala usijali kwa chochote. Kuwa huru shemeji yangu. Sawa shemeji. Nashukuru kwa kunipokea vizuri. Na naahidi nitajitahidi kufuata misingi ya dini. Inshallah shemeji yangu, kama umenielewa mimi nashukuru. Pamoja na mdogo wako kuna vitu vingine vitakavyokuwa vinaendelea, utakuwa unaongea na mdogo wako, utakuwa unamwelekeza mke wangu jinsi hapo utakuwa kwenye unavyoondoka kwenda kuswali, unamkumbusha na mwezio, unamchukua mnaenda ibada. Ni sawa mke wangu? Nakuelewa. Sawa. Katika swala hilo mimi niwatakie tu hapa umwe na siku njema na mkae salama. Kidogo mimi nataka nitoke. Asante. Sawa shemeji, nashukuru. Haya jamani, mbaki salama. Haya. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kila hii saumu ya leo ni kali jamani. Jamani, hadi mimi ningejua labda ni kwangu tu kwa sababu mimi ni mgeni wa haya mambo. Wewe tu au sio kwa sababu jua kali? Huenda. Hivi leo tunakula futari gani jamani? Leo tupike kama ya jana. Ipi hiyo? Tambi? Sasa wewe sawa. Tambi. Hata tungebadilisha. Sasa tubadilishe, tunapika nini? Na ili jua lilivyo huko nje. Mimi siendi soko. Nitaenda kuangalia hata magimbi kidogo. Tambi kila siku. Basi sawa, kama wewe utaenda kuangalia magimbi, mimi usiendi kabisa. Maana nilivyosoma hivyo ni kama tanaweza nikadondoka tu. Amna, kikubwa imani tuweze hata ukadondoka. Aya sawa, mimi nitaenda. Basi inshallah Mwenyezi Mungu akutangulie. Inshallah. Mashallah, dadangu. Umeona unavyopendeza mwenyewe ukijistiri.
Leo mchana mimi nitaenda zangu madrasa. Ukitaka tuongozane, sawa. Au utabaki nyumbani upumzike? Kwa leo nitabaki. Ili nijizoeshe kwanza. Maana si unajua watu kwa watu. Ila hakuna anayekimbia safari ya moyo. Haya. Baadaye basi. Sawa mimi. Haya.